Uhari gani mwana mipango? Mimi ni Eric Fabian, ni mwongozaji wa kipindi maalum kabisa, na leo nimepata bahati ya kukutana na watu mashuhuri especially kwenye masuala ya mitindo na ubunifu wa mavazi. Namaanisha Mr. and Miss Mipango kwa 2024 2025 hapa Mipango kampasi ya Mwanza. Karibuni sana. Asante. Sasa nataka tuanze kwa kujitambulisha ili watu waweze kutufahamu. Miss Mipango, ladies first. Asanteni. Kwa jina langu naitwa Victoria Niza Mamkwe. Ni mshindi wa Miss Mipango 2024-25. Nawapenda. Okay. Sasa tunamia kwa Mr. pia, Mr. Mipango. Asante. Kwa majina naitwa Peter Laurenti, Mr. Mipango 2024-2025. Asante. Okay. Wanangu, mimi nataka mniambie mmetokea katika familia za aina gani? Na kwa upande wa familia, mimi nimetokea familia ya kawaida kabisa. Yaani zile familia za hali ya chini kabisa. Ndio. Kwa mimi hivyo tu nimetokea kwenye familia ambayo ni ya kawaida sana ya chini. Kwa hiyo Okay, nataka pia utuambie kwamba kwa mara ya kwanza ulijuaje wewe una kipaji cha masuala haya ya mitindo na ubunifu wa mavazi? Kitu gani kilitokea ukahisi mimi na kitu hiki? asante. Mimi nilijuaje kwamba na masuala ya mitindo? Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kuanzia mdogo, nilikuwa nabuni na tengeneza kama hivyo vitu. Kwa hiyo kuanzia mtoto niko hivyo mitindo, ubunifu hivyo nini. Kwa hiyo nilianzia nikiwa mtoto. Ukiwa mtoto. Na kwa mara ya kwanza umeshiriki masuala haya ya mitindo ilikuwa ni mwaka gani na kitu gani kilifanya ukashiriki? Kwa mara ya kwanza nimeshiriki mitindo ilikuwa ni mwaka wa kwanza na kuja certificate. Na kitu kilichofanya nikashiriki mitindo kwa sababu ilikuwa ni fani yangu na naipenda, na nilivyokuta huku chuo, kwa hiyo ikawa ni opportunity kwangu. Ndio. How the situation was kwamba kwa mara ya kwanza unashiriki, hebu tupatie moment ilikuwa vipi? Kwa mara ya kwanza nashiriki, kwa kweli ilikuwa ngumu. Ilikuwa ni nzito kidogo kwa sababu nilikuwa na aibu, nilikuwa muoga. Yaani nilikuwa siko comfortable easily. Lakini nilipambana, na ukipambana unaweza. Ndio hivyo nilipambana. Mungu ameniwezesha. Ndio. Na kwa mara ya kwanza unashiriki UMIS, na ulishiriki UMIS ndio? Ulifanikiwa kushinda? Kwa mara ya kwanza nilifanikiwa kushinda, lakini nilikuwa mshindi wa pili. Yes. Nakumbuka nilikuwa mshindi wa pili. Yeah. Na hiyo kitu, yani kwa hiyo kuwa mshindi wa pili ilikupatia, ilikuongezea nini sasa? Ulikuwa unajinenea nini maana kwa mara ya kwanza kabisa kushiriki na umeenda kuwa mshindi wa pili? Ilikuwa yani nilijisikia yani naweza. Ndio. Sikukatishwa tamaa kivile, lakini nilijisikia naweza kwamba nitapambana, next time tena nitafika juu zaidi. Kwa hiyo nilijipa moyo, nikaendelea kupambana japokuwa kuna vikwazo vingi. Ndiyo. Na kukata tamaa kupo, sisemi uongo. Kukata tamaa kupo, lakini ukijiamini unaweza. Okay. Mr. Mipango, tuambie kitu gani kilifanya wewe ujue una kipaji cha masuala haya ya kimitindo na ubunifu wa mavazi? Kitu kilichonifanya nijue kuwa na hicho kipaji yani nilikuwa napenda sana kuhudhuria mashindano nje ya chuo. Ndio. Yanayofanyika sehemu nyingine, kuhudhuria kwenye agency mbalimbali zinazofundisha hivi vitu, kwani nikaona na mimi naweza. Ndio. Na kwa mara ya kwanza unashiriki masuala haya ilikuwa ni mwaka gani na nini kilikushawishi au kilifanya basi ukaweza kushiriki? Kwa mara ya kwanza nashiriki ilikuwa ni 2022. Kilichonishawishi ni ile wingi wa watu chuo kutaka kushiriki au mashindano, kwa na mimi kanipa motisha kidogo. Nikaona na mimi naweza nikashiriki. Ndio. Na kwa mara ya kwanza unashiriki ulibahatika kushinda? Hapana. Au kushinda hata kwenye top 3? Sikuwepo kabisa. Au kuwepo. Hiyo haikukatisha tamaa ya wewe kuendelea na masuala haya? Haikunikatisha tamaa kwa sababu nilikuwa naona ninaweza. Lakini haikuwa bahati yangu, haikuwa tu bahati. Lakini kwenye safari nzima ya career yako haikukatisha tamaa kabisa? Haikunikatisha tamaa hata kidogo. Ndio. Safi kabisa. Miss Mipango. Mpaka sasa wewe ndio unashikilia bado ile taji mnasema, si ndio?
Wazazi wanachukuliaje? Wanakubaliana na wewe kushiriki kwenye masuala haya au pia unafanya kwa kujificha? Hapana. Au pia ni supporters wako? Hapana, mimi sifanyi kwa kujificha. Ndio. Nafanya, kuna wazazi wanakusupport, ndio. Kuna wazazi wananisupport, kama mama yangu ni support kubwa ya kwanza, ananisupport sana, lakini kuna wengine ndio hivyo, lakini napambana hivyo hivyo. Unapambana. Na kati mzazi wako yupi ambaye anakupa support zaidi kwenye mambo haya ya kimitindo na ubunifu wa mavazi? Mama yangu. Mama yako. Kaka zangu. Ndio. Wananisupport sana. Ni kitu gani waga wanakuambia kama kukujenga, lakini pia kuhakikisha unafika mbali zaidi? Wanachoniambia mara nyingi sana kujitunza. Ndio. Nijitunze, maana hivyo vitu vinahitaji ujitunze, kuwa mkarimu, hivyo peace na watu. Okay. Na mimi nataka pia utuambie ni watu gani unawatazama kama kioo sasa wewe, role model wako kwenye mambo haya ya kimitindo na ubunifu wa mavazi? Role model wangu? Ndio. Wa kwanza sana nampenda Wema Sepetu. Wema Sepetu. Na kwa nini Wema Sepetu sio watu wengine? Nampenda nampenda sana. Kwanza nipo mdogo, Wema Sepetu namuelewa sana. Unamuelewa sana. Okay, nadhani mmemsikia Miss Mipango hapa campus ya Mwanza. Sasa tuambie pia kwa Mr. Napenda utuambie nafasi ya wazazi wako kwenye talanta yako hii ya ubunifu wa mavazi, lakini pia mambo ya kimitindo. Wanakupa sapoti au unafanya kwa kujificha pia, ni hawatambui mambo unayofanya? Hamna, sijifichi. Ndio. Wanatambua, na ndo watu ambao wananiwezesha ile financially. Unakuweza kuhakikisha unafanya vizuri. Kuhakikisha nafanya vizuri. Hebu tuambie mambo gani wanakuambia kukujenga, lakini pia kuhakikisha unafika mbali zaidi? Jambo la muhimu sana ambalo wazazi wanazingatia, wananishauri sana kuzingatia ile afya. Ndio. Hebu tupatie mashindano ambayo ushawahi kushiriki, ukutana na washindani ambao unasema leo kazi ipo. Yapo, kuna mashindano tulifanya mashindano kidogo na vyuo vingine ilikuwa nafanyika hapa Mipango. Ndio. Ilikuwa inajumuisha washiriki wa vyuo vyote vya Mwanza. Ndio. Ila nikawa ndo top. Ukawa top. Ndo mtu ambaye nilipata max 10 peke yangu. Kutoka kwa majaji wote. Lakini hiyo siku ulisema leo kazi ipo. Nilisema leo kazi ipo kwa sababu niliona kuna watu wanajiweza kabisa. Sawa. Lakini wewe unatumia mbinu gani kuhakikisha unakuwa tofauti na washiriki wengine kwenye mashindano yoyote yale ambayo unaenda kushiriki? Yaani kinachonifanya niwe tofauti na wengine ile tu kujitahidi kubuni mavazi tofauti na ambayo wenyewe wanafikiria. Kwa unajitahidi kufikiria tofauti kidogo na wenyewe. Ndio. Sawa. Nadhani pia tuamie kwa Miss Mipango tena. Miss, tuambie Victoria, ndio? Tuambie unaweza vipi kumanage kati ya masomo na ratiba zako za ushiriki kwenye mambo ya kimitindo na ubunifu wa mavazi? How can you manage? Kwenye kumanage hapo kwangu mimi naona ni kitu cha kawaida. Kwa sababu kwenye masomo naweza kumanage na kwenye mitindo pia naweza kumanage, naweza. Ndio. Haitokei siku labda kunakuwa na mkanganyiko, mwingiliano wa mambo, au wewe kushiriki kwenye mitindo ishakuwa sababu ya kufeli kimasomo? Hapana. Au kukosa vipindi pengine? Hapana. Na pia utuambie watu unaosoma nao, wanafunzi unaosoma nao wanakuchukuliaje? Wanafunzi nao usoma nao wanachukulia mimi kama Miss Mipango. Ndio. Nawakilisha darasa lao, naliheshimisha. Ndio. Lakini kuna ile kwamba nasikia hao wana mitindo wana ile kujitenga kwamba wao ndo wao. Hiyo wewe iko kwa upande wako iko vipi? Hapana, mimi siko hivyo. Ndio. Unaishi na watu kwa kabisa. Pretend maisha. Nataka utuambie changamoto ambazo ushawahi kupitia ukasema sasa itabidi niache tu hiki kitu, au ilikukatisha tamaa, ilikukata kabisa? Changamoto zipo nyingi. Ndio. Lakini changamoto kubwa moja ni ile kutoka, yani kufanya kitu nje, yani kile kinakatisha tamaa. Kwa sababu gani? Ndio nimeshinda Miss Mipango, sawa, lakini nipo hapa, sijaenda popote, hamna nani yoyote nilofanya, nipo hapa. Hicho kinakatisha tamaa sana, na mimi kinanifanya nakata tamaa. Ndio. Okay, Miss Victoria, lakini pia nataka uniambie
kipindi unashiriki mashindano haya ya Miss Mipango hapa kampasi ya Mwanza 2024 2025, wapinzani wako walikuwa wa aina gani? Lakini pia ulifanya nini kuhakikisha basi unashinda? Ulitumia mbinu gani? Wapinzani walikuwa vizuri. Ndio. Wako vizuri kweli. Nini ile situation ukiangalia, unasema hapa kweli nitatoboa. Yeah. Lakini mimi nahisi mbinu nilotumia ni kujiamini. Ukijiamini unaweza, kila kitu unaweza. Issue kubwa ni kujiamini tu. Na pia nataka utuambie gharama gani kubwa ushawahi kutumia kuhakikisha basi kipaji chako kinazidi kukua zaidi kwenye mambo haya ya kimitindo na ubunifu wa mavazi? Ushachukua riski gani? Kwa sasa hivi bado sijachukua risk, sijaona nimechukua risk. Bado hujaona? Bado. Lakini ndoto zako wewe ni kushiriki mashindano gani kwenye masuala yako ya mitindo? Unataka kuendelea kutesa hapa Mipango Mwanza, au unatamani kupata platform ya nje zaidi ambayo itakufanya uonekane, lakini pia upate challenge mpya? Yaani mimi ninachotamani nipate platform hata nje huko, nionekane nje. Ili uweze kupata ushindani mwingine, si ndio? Ndio, nipate ushindani mwingine, nijue vitu zaidi. Ndio. Kipindi unashiriki Miss Mipango hiyo 2025, kitu gani hautokisahau? Kilikuwa pengine kizuri au kilikuwa kibaya? Sikuona, lakini I think mimi kwangu yote alikuwa ni mazuri. Ndio. Sikuona ubaya wowote, sikuona kibaya. Sasa alikuwa ni mazuri, namshukuru Mungu. Sawa. Bana, nataka uniambie gharama gani ushawahi kutumia kwenye masuala haya ya mitindo na ubunifu wa mavazi ili kuhakikisha basi unafika mbali sana? Kwenye masuala ya mitindo hakuna gharama kubwa sana. Gharama ni ndogo ndogo tu za kawaida. Ndio. Hata zitishi. Okay. Lakini pia tuambie ni mtu gani ambaye anahusika moja kwa moja kwenye wewe kukubunia mavazi? Anaitwa CK Collection. CK Collection. Yuko wapi? Ni designer. Yuko Mwanza hapa? Yuko Mwanza hapa. Okay, bwana mpe shout out kwanza hapo. Anatisha. Okay, nataka tuambie moment gani hautoisahau kipindi unashiriki Mr. and Miss Mipango 2025? Hakukuwa na moment ya kutisha sana, sema tu nilikuwa interested. Ulikuwa interested? Na ile mwitikio wa watu. Ndio. Wanafunzi wa Mipango kidogo wanajitahidi kusupport mitindo. Kwa hiyo kitu kilinivutia kidogo. Nataka tuambie malengo yako wewe sasa, unatamani kujiona wapi? Malengo yangu napenda kwenda mbele kidogo. Ndio. Kutoka haya mashindano ya chini nisogee kidogo mashindano ya juu. Ndio. Lakini pia officially, sio tetesi tena, ni officially kutoka Wizara ya Jinsia, Sanaa na Makundi Maalum, serikali ya wanafunzi MISO 25-26, mmepata fursa pia ya kurudia kushiriki. Kwa upande wako utashiriki Miss tena kama utakuwa interested, lakini pia kwa Miss pia atashiriki Miss Mipango 25-26 kama atakuwa interested, si ndio? Hii unalizungumzaje hili jambo? Jambo zuri. Ndio. Wale washiriki wengine wajiandae kwa sababu nitakuwepo. Tashiriki tena. Ndio. Na kwa mfano unajua ushakuwa Mr. Mipango na mmepewa pia nafasi ya kurudia kushiriki, lakini kwa miaka ya nyuma ilikuwa hiyo chance kulikuwa hamna, si ndio? Ikitokea hujashinda na ushakuaga mshindi, hiyo situation kwako itakuwa vipi? Kwanza kwenye maisha yangu kidogo sijajiwekeaga kipaumbele kushindwa. Utashinda. Bana, Mr. Mipango 24-25 anatuambia nafasi ya kushinda tena kwa mwaka wa 2025-26 ipo, na yeye aweke kipaumbele kwenye kushindwa. Kile anachoshiriki lazima aondoke nacho, si ndio? Ndio kaka. Tuambie, hebu muongea na kijana wa Mipango na watu wengine wa nje ambao anatamani kushiriki kwenye kategori ambayo unashiriki wewe. Pengine ana kipaji kama chako. Mtu kama ana kipaji asiogope, aje kushiriki. Kushinda na kushindwa vyote ni vitu vilivyo kwenye mchezo. Si mitindo tunaichukulia kama mchezo mwingine. Kwa hiyo wasiogope, washiriki. Okay. Tunahamia upande wa Miss Victoria Mlimbwende, huyu kutoka hapa chuo cha Mipango Mwanza. Hebu tuambie
wewe unaichukuliaje hii ya nyinyi basi kuruhusiwa tena kushiriki mashindano haya ya Miss na Mr. Mipango 24-25 kwa mara nyingine tena, ambavyo ilikuwa ni tofauti na miaka ya nyuma walikuwa wapewi nafasi baada ya kuwa wameshinda, si ndio? Unaichukuliaje hii? Sio jambo baya, ni jambo zuri. Ndio. Kwa sababu huenda uko nyuma tuliposhiriki hatukupata chance ya kutoka nje, hatukuonekana. Lakini kadri unavyoendelea kushiriki, hata tukishiriki tena huenda ikawa tukapata chance ya kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sio kitu kibaya kushiriki tena. Okay, kwa ni kitu kizuri. Na umejipanga kurudia kushindana tena, kurudi ulingoni? Mimi niko vizuri, narudi. Ndio, na utashinda? Sina imani hiyo. Kushinda kupo, kushindwa pia kupo. Kwa hiyo itakavyotokea vyovyote utapokea. Nitapokea. Ndio. Mimi nataka Miss Victoria, nahitaji uongee na binti ambaye pia ana talanta kama yako, ana passion na interest kama ulionayo wewe, lakini bado ana sita, bado ana moyo ule wa kuamka kushiriki. Mabinti kama wapo wengi, lakini cha msingi na cha muhimu cha kuambia kujiamini. Ndio. Najua kitu kama kipo na unakipenda kweli, huwezi sita kufanya. Ndio. Lazima utafanya. Kwa hiyo mimi naomba wajiamini, washiriki. Yaani mtu kama unapenda kitu chake, Ndio, utashiriki tu. Kwa hiyo wajiamini. Kikubwa ni kujiamini. Sawa sawa. Bana, naenda kukumbusha tupo na Mr. and Miss Mipango 2024-2025 hapa kampasi ya Mwanza. Sasa jamani, kwenye kipindi chetu tuna segment ya chuo cha Mipango Mwanza, nitasimama na wewe. Nataka uambie watu wengine ambao wanatamani kuja kusoma chuo cha Mipango, au pengine wanawish kuja kusoma chuo cha Mipango, au bado wanasoma wanatamani kuja kusoma chuo cha Mipango, unawaambia nini? Cha kuambia, na wakaribisha sana Mipango Mwanza. Tupo, watatukuta, wakaribisha sana. Ndio. Tunawapenda. Okay. Tuamie kwa Mr. pale. Hapo cha kuambia ni kwamba wakaribie Mipango, kwa sababu kwanza chuo chetu ni chuo ambacho kinazingatia sana vipaji, tukaachana na kusoma. Chuo chetu kinavipa vipaji sana kipaumbele. Kwa hiyo tunawakaribisha. Karibuni sana. Okay. Bana, hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Wahenga wanasema ungwe. Hii ni ungwe ya kwanza ya mahojiano na Mr. and Miss Mipango 2024-2025. Ulikuwa na mimi Eric Fabian, Fab Genius kutoka hapa chuo cha Mipango Mwanza. Na sasa ni ungwe ya pili. Tunaenda kuungana na mtangazaji mwenzangu Royce Simon, anakuja kuendeleza kipute na Mr. and Miss Mipango 2024-2025. Hello. Karibuni kwenye kipindi cha pili cha mahojiano ya Miss and Mr. chuo cha Mipango 2024-2025. Ni mimi host Royce Simon. Karibuni. Asante. Ningependa kufahamu kwa jinsi ninavyowaona mnafanya maintenance gani ya diet kuhakikisha mmebaki kwenye status yenu ya mili. Karibu Miss. Asante. Hapo kwenye maintenance zipo nyingi. Kwa mimi kama mimi maintenance nafanya, lakini kama mwili wako ni mwili wako tu, huwezi kuongezeka, huwezi. Kumbe ni mwili wako tu. Kwa mimi nikijaribu naweza nikashindwa. Amna. Unajaribu na unaweza. Thank you Mr. Mipango. Kwa upande wangu hapo maintenance mimi nazingatia sana kula na mazoezi. Okay. Ningependa kufahamu tu, yani juu mpaka chini imekugharimu shilingi ngapi? Unajua watazamaji wangependa kuona Miss wetu leo katokeeje, ukasimama kidogo, ukatembea tu kadhaa ukarudi, tukaona your outfit, najua ukatuambia kuanzia juu mpaka chini imekugharimu shilingi ngapi. Hivyo kwa Mr. wetu. Karibu Miss. Asante. Kuanzia juu mpaka chini sijatumia gharama kubwa. Gharama kidogo tu. Simple. Kama kiasi gani hivi? Maana nikiangalia kwenye juu kiasi kilichotumika kama 50 tu.
unaweza ukasimama kidogo ukapiga hatua kadhaa tukaona your outfit ya leo namna gani ulivyotokezea? Okay, fine. Karibu. Jamani, tujionee Miss wetu jinsi alivyo siku ya leo. Wow. Huku mambo ni lele. Miss kapendeza na outfit yake haizidi 50,000. Kumbe tukitaka kupendeza kiasi hichi hakuna gharama. Mr. Mipango, ya welcome. Asante. Outfit yangu sio cost sana. Vitu tu vya kawaida. Hapa kiatu hapo. Tuzingatie ushuzi. Kakiatu kidogo ndo gharama. Ila vitu vingine kawaida. Kama shilingi ngapi na cost? Hapa vyote kama laki na kitu. Wow, kama laki na kitu. Tuweza tukakuona, kuna watazamaji wanatamani wakuone outfit yako kuanzia juu mpaka chini inavyoonekana. Thank you. Watazamaji, nami nitasimama baadaye kidogo nitembee kama Miss, nionekane kwenye muonekano wa siku ya leo. Baada ya kusema hayo, ningetamani kufahamu, je, ni kitu gani unapendelea au mnapendelea kukifanya ukiachana na mambo ya mitindo huu Miss ukiachana na masomo, ni kitu gani kingine unapendelea kufanya? Kwa mimi napendelea ubunifu. Kuna vitu vyangu mwenyewe napendelea kubuni nikiwa mwenyewe kwenye free time. Kuna vitu vyangu mwenyewe napendelea kutengeneza, kudesign. Kama kitu gani una design au unatengeneza? Urembo. Wow. Urembo kama upi? Urembo wa kupamba kwenye nyumba. Na kitu kingine? Designing tu, hiyo nikipata chance muda wangu natumia designing. Okay, mimi nikategemea kwa sababu ni mwanadada atasema pia I'm good at cooking. Lakini yeye yuko vizuri zaidi kwenye designing. Nitakuja unidesign, nitakupa format ya nyumba yangu, unisaidie kufanya designing. Nadhani itapendeza sana. Asante. Je, kwako wewe Mr. Mipango, hiyo imekaaje? Mimi hapa free time sina mambo mengi. Nikimaliza ratiba za chuo, tunachopenda tu zaidi mazoezi kama kingine. Okay, kwa hiyo ukimaliza ratiba zako za chuo, yaani muda wako mwingi unatumia kufanya mazoezi. Ratiba inayofuata hapo fitness nyingine. Thank you. Nimeshasema tutajoin kuanzia leo. Nitajoin na Mr. Mipango na mimi kidogo niweke my board ikae vizuri. Karibu madam. Okay. Miss, uko kwenye mahusiano? Kwenye mahusiano niko ndio. Wow. Kwa hiyo ambao uko naye kwenye mahusiano, yeye anachukuliaje swala lako? Yuko vizuri, ananisupport. That's good. Wanasema wenzetu wazungu wanasema that's husband material. Tunapenda kufahamu pia kutoka kwa Mr. Mipango, upo single? Maana kuna wadada huko wanasema huyo Mr. huyo bwana, hebu tuambie tuje mapema. Sina mahusiano. Oh, single girls, hello, let's gather here. Tumfuate Mr. Mipango, ametuambia ipo single. Ni kweli upo single? Sina mahusiano. Serious? Hello single girls, nawaita tena kwa mara nyingine, Mr. Mipango yuko single. Kwa hiyo akitoka hapa lazima tutajie namba za simu. Kwa kasi ya 5G, tumtafute tujipatie sehemu yetu. So nadhani kupitia this interview utamaliza siku kadhaa, utaniinform jambo zuri kama hilo. Ningependa kufahamu kitu kingine. Je, ni uliyopitia moment gani mbaya zaidi au nzuri zaidi ambao hutoka kuisahau maishani mwako mpaka ulipofikia umri huu? Yaani ukatajia nzuri then ukatajia mbaya zaidi, yani hutoka kusahau. Kwanza kuzaliwa tu kwangu moment nzuri. Wow. Shout out to God. Shout out to God, shout out to mom. Bila baba pia usingepatikana. Yeye ni wa muhimu sana.
hiyo kwangu kwanza ni moment. Moment. Hujai kupitia moment mbaya zaidi ukasema sitoka kusahau maisha yangu yote, hata kizazi changu toja kukihadisia? Really? Sure. Vizuri sana. Kwa Miss Victoria, kwako hiyo imekaeje? Kwangu mimi moment mbaya ni pale unashiriki mashindano and then unakuwa wa pili au shindi unakuwa wa pili. Hiyo moment inauma sana. Ni moment mbaya sana kwako? Inauma sana hiyo moment. Na moment nzuri pia ni ukishinda. Wow. Kwa umejikita kwa, yani it seems like maisha yako 95% ni mambo ya mitindo na umisi. That's why moment nzuri na mbaya zote ziko kwenye kitu ambacho unakipambania. Okay, ningependa kufahamu, niambie kwa kwenye mahusiano. Je, ni kitu gani kiliwahi kutokea kwenye mahusiano, maybe this current mahusiano ambayo yako current kwako au previous, kikakuumiza sana, kikakuupset sana, ukasema this sitoka kukisahau? Vipo vingi. Kimoja ni kwa kwenye mahusiano kuna kazi sana ukiwa na mtu wa mitindo kama hiyo. Ni issue sana kwa sababu hata mtu wako ulionaye tena anakuwa ile hata kuamini ile kunapungua kidogo, nasema labda huyu kashakuwa mipango, labda tachika, lakini yote hivyo, lakini nilipambana, nilipa moyo hivyo nini na nini mpaka tunaendelea kuishi hadi sasa. Okay. Mr. Mpango bwana ikatuambia kwamba ipo single, lakini I knew that kwamba ulikuwa uko kwenye mahusiano kabla ukuwa single. Ningetamani kujua ni moment gani leo kutoka kwenye mahusiano. Maana mtazamaji anapenda kufahamu kwa nini ukijana ipo single. Koje ni moment gani labda leo kutoka kwenye mahusiano unasema for now acha kwanza nipumzike. Hiyo swali mbona kama gumu kidogo? No, kuna mtazamaji mmoja anatamani kufahamu. Utakuwa unatongopea sema, kwa sababu mpaka kuwa single there's a reason kwamba mimi ni single. Mimi I never date. Ukisema tutakuelewa, you never date. Lakini kama ulishai ku date, kuna moments kule ndani ya mahusiano imekufanya wewe leo kuwa single. Tunatamani kuifahamu. Hiyo ngumu kusema. Au ndio mwanzo tuseme kwamba ulipigwa na kitu kizito? Ngumu kusema bana. Basi ni rahisi kuimeza, lakini watazamaji wangependa kufahamu ni changamoto gani ulikutana nayo ulivyokuwa kwenye mahusiano. Ila kama umesema ni ngumu kusema, no, tuna doubt. Ngumu kusema. Basi tu kwa juu kidogo. Yaani muhimu tu ni kwamba kumanage mahusiano kwa wakiume tunaosoma chuo, kumanage mahusiano na mdada unayosoma na chuo ni kazi. That's why ukaona bora sasa hivyo single. Fine. Mimi sidhani kama kuna mdada anachomoa kwako. Ila I just ask myself why. Wapo wanakataa. Au wanaona sawa kweli kuna namna anashawishi, lakini sasampa. Unajua sasa hivi wadada wa chuo changamoto ni sasampa. So nahisi ndio maana ukasema ni ngumu kumanage kupo kwenye mahusiano na mtu unayesoma naye. Au pengine ulikuwa una watu wengi unaona unashindwa kumanage. Hamna. Jue kwa mfano ile kwa sisi yani kwa ile mazingira ya chuo tunayoishi kawaida, sio hivyo? Labda mtu kuchukua ile mipango anaishi, labda mtu anaweza kaa mtu fulani hivi yani. Alafu mdada kukuamini inachukua muda sana. Kwamba leo unaombea babe mimi sina hela bwana, kwambia no sikuelewi. Kwa jinsi ulivyo kule unakosaje hela? Kwa na moku kupita kushoto. Unapendeza hivyo. Alafu unaniambia huna hela. Hiyo ni moment ngumu sana kwenye mahusiano. Maana mimi yenyewe nikutana hivi na wewe, nikakuomba kaki ukaniambia mimi sina kaki.
Tasema unazingua Huwezi jamaa. elewa, unaona kama Siwezi nazingua. nikakuelewa, ya, nitaona unazingua. Sasa ndo uhalisia. Okay, pole. Don't worry, kuna mdada huko mmoja akakusikia, mtazamaji mmoja kashajua kweli huyu Mr. anashindwa kumanage mahusiano kwa sababu ya, lakini ipo tayari anasema chochote ulichonacho, hiyo ni 100, 200, tutakula dagaa, tutakula nyachungu, maisha yataendelea. Kwa dada wakiwa itachukua muda. Mr. Mipango, ningependa kidogo niimbie kipande cha nyimbo unayoipenda, your best song ever and ever. Kasema hichi kipande, hata hii nyimbo ipitwe na wakati kiasi gani, hii nyimbo naipenda. Ukatuimbia kipande kidogo, kionjo, ukatupa kionjo, watazamaji wanatamani. Unajua anamuona Mr. alivyokaa, tusikie hata sauti. Kusema ukweli, sina interest na muziki. So, wewe usikilizi muziki kabisa? Kabisa. Unasikiliza gani? Napenda movie. Unapenda movie? Wow, that's very interesting. Tungependa kujua sasa, labda kwa mwaka huu 2026 kuna wale watu wanasemaga mimi ni best watch of the movies. Ukatajia movie moja kali ulioiangalia 2026, watazamaji wakimaliza kutazama kipindi hichi wakaitafute this movie, na inaweza ikawa very interested. Mimi nikiwa mmoja wapo. Kuna movie mpya nimeangalia sio muda. The Prison of War. Prison of War ya season gani? Sio season. Ni single. Ni single movie. Prison of War 2026. Okay, mimi nime catch up, I will watch it. Mtazamaji, na usiache kuangalia Prison of War 2026, itakuwa iko kwa kukurahisishia sterling wake. Scott Adkins. Scott Adkins. Yani nickname yake Boyka. Sterling wa movie nickname yake ni Boyka. Jamani, don't miss it. Inaonekana is very hot movie. Thank you. Tuerudi kwa Miss Victoria. Mr. Mponga tuambie ni mpenzi wa movie. Tulikuwa tunataka tuimbie kipande kidogo, akatuambia mimi so mambo yangu. Mimi mambo yangu ni movie. Wewe uweze ukatuimbia kipande kidogo cha muziki, au kama upendi nini kiko interested na wewe ambacho unaweza ukatushawishi sisi leo tukienda tukafuatilia. Mimi kwenye kuimba uko vibaya najua. Kwa hiyo sauti, ukitupigia sauti fulani hivi tutaenjoy. Okay, let me try it. Sasa sauti kidogo hiyo kubwa tuenjoy. Tabu zangu zikisha, nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Tabu zangu zikisha, nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Wow, that's great. Nimeenjoy sana kusikiliza sauti ya mwanadada Miss Victoria 2024-2025 chuo cha mipango, akituimbia wimbo na Zendo Rose Mwando. Au ni wa nani? Sawa, fans labda wangetamani kujua ni wimbo wa nani. Hilo kitoka why this song, una ujumbe gani? Sisi tulitegemea bwana Miss atatupigia kabongo flavor kamoja, kumbe akatuingiza kwenye mambo ya rohoni sana. Thank you very much. Thank you. Okay, kupitia ulichonacho inakulimitije kwenye mambo ya msosi? Kula kupo pale pale. Milo 3. Kula kupo pale pale. Na mwili unabaki hivi hivi. Kula kupo pale pale. Lakini unachozingatiaga tu labda ni ile time mko kwenye mazoezi, labda anaenda kushiriki nini, hapo ndo anazingatiaga ile kula, labda muda fulani kuanzia asubuhi kila labda ile biskuti na soda mpaka jioni ndo unakuja kula chakula kizoe. Lakini ukiwa kwenye anytime huku nyumbani kwako nini unazingatia vile vile kama kawaida. Okay, ningependa pia kufahamu kutoka kwa Mr. Mipango, yeye chakula sasa hapo kimekaeje? Maana sasa tukiangalia umwili mtu anasema huyu akila ni chapati 5 maragi, akipiga hapo wali kanua ni sahani 2. Kwenye chakula hapo kawaida nakulaga mara nyingi nakulaga mara 5.
kwa siku. Oh my God, mara 5. Hebu tuambie mara 5 imekaeje? Unakula saa ngapi? Kiamka asubuhi kabla sijaja chuo, asubuhi kabisa. Nakula. Unakula nini? Unakula nini? Asubuhi huwa nakula mayai matatu ya kuchemsha. Nakunywa juisi. Ndizi 2 za kula. Really? Leo ni asubuhi kabisa nikiamka kabla sijaja. Hapo labda tuheshimu sasa ni saa 12. Mlo wa pili unapiga saa ngapi? Mlo wa pili nakula nikitoka chuo break. Tuheshimu hapo mida saa 4. Kwa hapo inahusika supu na chapati. Then saa 8 lazima. Ugali furo, ugali samaki na maziwa hapo kidogo nini? Mchele. Yeah, you are not fan ya ugali. Ugali nakula ila mara moja. Unapiga mchele sana. Mlo wa 4 saa 9 kabla sienda mazoezini. Lazima uwe umekula ili mazoezi yaende vizuri. Kama matunda nini sana. Alafu sasa tufuate na chakula cha usiku. Ugali sasa jioni ndo nakula. Yani yeye imekuwa very interested. Sisi wadada tunasema tukila milo 3 tunafutuka. Ila bwana Mr. Mpango anakuambia lazima apige milo 5. Ningependa pia kufahamu kitu kimoja kutoka kwa Mr. Bob. Mr. Mpango. Sasa hiyo diet yako bwana unaoifanya kila siku, je, ni mlo gani unasema huu nikiukosa my best meal ever? Nisipokula usiku. Bora udoji kula kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini usiku tumbo leo limejaa. Usiku lazima nile. Na kula huko sasa usiku na ili uweze sasa ukasema hata kama sijala leo saa 10 nilipokuwa naenda kwenye mazoezi, chakula fulani ni muhimu sana ni kile usiku. Kiwango ka ugali lazima kaongezeke kile. Kwa hiyo nguna ni muhimu usiku. Ugali sheria. Okay. Na ndio chakula unachokipenda? Ugali na nini? Mwingine anasema napenda kula ugali na mboga, ugali na nini? Mwanza atulize mara 2. Ugali samaki, ugali dagaa. Mimi nategemea mpaka kila mtu angesema ugali furo, lakini muukimbia. Au furo anachoma mdomoni. Dagaa. Sasa watazamaji huku tunajua dagaa na furu ni vitu viwili tofauti. Sasa dagaa ni wale vidogo vidogo. Furu kidogo lazima wakupe majaribu mdomoni. Tuweza lazima tupe majaribu mdomoni. Kula sana dagaa. Kula sana dagaa. Okay, that's good. Okay. Nimefurahi sana kuongea na nyie siku ya leo, nimejifunza vitu vingi, nimefahamu vitu vingi. Niwashukuru sana kwa story tulizozipiga nzuri. Nimefahamu mambo mengi kutoka kwenu. Shout out sana kwenu. Asante kwa muda huu niliokuwa pamoja nanyi. Ulikuwa nami Lois Simon, host wa kipindi cha Pili.